Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Siku ya leo tunaendelea na elimu mbalimbali kuweza kujua kipi kimejiri katika mada zetu na katika elimu zetu tunazoelimishana kila siku. Mimi ningependa kuendelea na mfululizo wa kuweza kutambua tabia za nyota. Watu wanajua nyota katika njia mbalimbali, lakini tabia za nyota tunataka tujue tabia za nyota. Yaani maada zetu inatakiwa utujue tabia zetu za nyota. Mtu ukishajua hii nyota yangu mimi ni nyota fulani, lakini vile vile natakiwa ujue tabia ya zile nyota. Kujua tabia za nyota zinakusaidia wewe ukaweza kufanikiwa kwenye jambo na kujua kwamba kitu gani ukifanye na maisha gani uweze ukaishi kulingana na nyota yako inavyohitaji. Sasa watu wa leo, kama una nyota ya kaa, fanya mambo haya. Kama una nyota ya kaa, fanya mambo haya. Kwanza, wale watu wenye nyota ya kaa, siku yenu maalum, yani siku yenu ya kupanga mambo yenu, siku yenu ya kupanga miadi yenu, siku yenu ya kukutana na watu, na siku zenu ya kupanga mambo yenu ya kibiashara, zingatieni iwe ni siku ya Jumatatu. Jumatatu ni siku yenu maalum, itakusaidia sana kwenye mambo yako kwa wale wenye nyota ya kaa. Kwa hiyo mtu kama una nyota ya kaa, fanya haya mambo, yatakusaidia. Iheshimu wewe, siku yako maalum ni siku ya Jumatatu. Ndiyo siku inayotawala katika nyota yako. Siku inayokuwa na nguvu katika nyota yako ni siku ya Jumatatu. Vile vile watu wenye nyota ya kaa, wanatakiwa waweze kuwa wanapenda rangi zao pendwa. Wapende sana rangi ya blue. Rangi ya blue ni rangi pendwa kwa mwenye nyota ya kaa. Rangi ya pili ambayo inatakiwa vile vile itawale kwenye mambo yako na mavazi yako na sehemu za biashara zako ni rangi ya udhurungi. Nadhani watu wengi mnaijua rangi ya udhurungi. Kama huijui rangi ya udhurungi, unaweza ukamuuliza mtu yoyote akakuonyesha rangi ya udhurungi ikoje. Rangi nyingine katika hii nyota ya kaa ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe itabariki sana mambo yako na itainua mambo yako. Kwa hiyo jitahidi sana kuvitumia vitu ambavyo vina rangi nyeupe, kuishi kwenye nyumba ambazo zenye rangi nyeupe, kufanya mambo yako ambayo yanatawaliwa na rangi nyeupe, rangi ya blue na rangi ya udhurungi. Ni rangi ambazo zitakusaidia sana kwenye kuinua mambo yako na kuweza kufanikiwa kwenye yale unayo ufanya. Vile vile mambo ya tahadhari katika mtu mwenye hii nyota ya kaa, uwe na tahadhari hii. Usiwe ni mtu mwenye kung'ang'ania sana mambo. Usiwe ni mtu mwenye kuwa ni mtu ambaye jambo unaona lina ishara si jambo lako, si biashara hii, ukawa ni mtu wa kung'ang'ania. Yani fanya biashara ije katika maisha yako moja kwa moja au automatic. Isiwe ni biashara, yani usiwe na vitu vya kung'ang'ania, yani upambane wa kushindana, kwa sababu wenye nyota hii ya kaa ni watu ambao vitu vinakuja vyenyewe katika maisha yao. Lakini ukiwa ni mtu wa kung'ang'ania kila kitu, au mtu unaongea na kila kitu, unabishana, unang'ang'ania, unataka hicho kitu kiwe, jua utaenda ukale hasara. Jua utaenda ukapoteze kila kitu ulichokuwa nacho. Alafu vile vile watu wenye nyota hii ya kaa, sio kila mtu wa kufungamana naye. Sio kila mtu wa kufungamana naye katika kazi. Kuna watu ambao ukifungamana nao watakuwa si wenye kuipa nguvu nyota yako. Kwa hiyo wewe unatakiwa uweze ukafungamana, au biashara zako unatakiwa uweze ukashirikiana na mtu mwenye nyota ya nge au mwenye nyota ya samaki. Ukishirikiana na hawa watu katika mambo yako yatakwenda vizuri sana.
mambo yako yatakwenda vizuri sana ukifungamana na mtu mwenye nyota ya nge na mtu mwenye nyota ya samaki. Mambo yako yataenda vizuri sana. Vile vile unaweza ukafungamana na hawa watu lakini bila kuwa na tahadhari. Fungamana nao lakini uwe na tahadhari nao, kwa sababu mara nyingi hawa watu wakikuchezea kidogo kwenye mambo yako, wakiwa wajanja zaidi yako, watakufilisi, kwa sababu ni watu ambao nyota zako na zao hazifungamani. Watu wenye unatakiwa umakinike sana, makinika sana na watu wenye nyota ya mizani, watu wenye nyota ya mbuzi na watu wenye nyota ya punda. Ni watu ambao unatakiwa umakinike nao sana unapokuwa unafanya nao biashara au kazi. Watakuzidi kete, ni watu watakuzidi. Yaani kama kuna uwezekano unajua kabisa huyu ni mtu mwenye nyota, afadhali umuepuke kabisa katika kufanya mambo yako na yeye na biashara kuliko kumng'ang'ania, kwa sababu yeye atakuwa anapata faida, yeye atakuwa anakutumikisha wewe pasina wewe kujijua. Vile vile katika nyota ya kaa, sikatai kwenye mahusiano yako unaweza ukahusiana na mtu wa namna yoyote, lakini kama unataka kuoa mke ambaye atakutii na kukuheshimu, oa mwanamke mwenye nyota ya mbuzi. Sasa hii nyota ya mbuzi kwenye biashara haifungamani, lakini kwenye mke inafungamana. Kwa hiyo inakupa tahadhari kwamba hata utakapokuwa umeoa mwanamke ambaye mwenye nyota ya mbuzi, atakupa changamoto, lakini wewe unaweza kumtawala. Kwa hiyo mwanamke mwenye nyota ya ukiwa na mke mwenye nyota ya mbuzi, hii haimaanishi kwamba unaweza kuwa na mwanamke usiwe na mwanamke mwenye nyota nyingine, kwa sababu tuna katika tarakimu za kinyota kusoma nyota, mtu mmoja anaweza kuwa na tawala za nyota zaidi ya mbili, zaidi ya moja. Ina maana 1 mpaka 2 ambao ni nyota ya tarehe na mwezi wa kuzaliwa, vile vile ukapata nyota ambaye ni ya jina. Kwa hiyo ukioa wewe mwanamke ambaye anatawala za nyota ya mbuzi, ni mwanamke atakusaidia sana, Kwa hiyo nafikiri watu wenye nyota ya kaa mtakuwa mnanielewa. Lakini vile vile watu wa nyota ya kaa, sio kila kazi unatakiwa uifanye. Nyie mna kazi zenu special za kufanya, ambazo hizo kazi ukizifanya zitakupa mafanikio. Yaani mtu mwenye nyota ya kaa, ukiwa tabibu utafanikiwa, kwa sababu mtu utakayekuwa unamhudumia atakuwa anapata manufaa zaidi na kuweza jina lako wewe kukua. Yaani kila mtu utakayemponya atapona. Ukiwa daktari, nyota ya kaa itakupa nguvu ili wewe uwe unaheshimika na uwe mtu ukimsaidia anafanikiwa. Wauguzi ni watu ambao wako kwenye hii nyota ya kaa. Ukifanya kazi za baharini, mtu mwenye nyota ya kaa, inakufaa kabisa. Kazi za uvuvi, kuuza vitu vinavyoingia majini, zinakufaa. Ukiwa baharia, inakufaa. Watu wenye nyota za kaa. Vile vile watu wenye nyota za kaa, hata ukifanya kazi ya hoteli nayo inakufaa wewe mtu mwenye nyota ya kaa. Ukifanya kazi ya mgahawa, sio hoteli, kama una uwezo wa mgahawa, fungua mgahawa, kwa sababu nao ni unalisha watu. Au unaweza kuhudumia watoto. Kuhudumia watoto kama vile watoto wa shule, watoto wa chekechea, shule za chekechea, unaweza ukawahudumia. Hata kazi za benki, nyota ya kaa inawafaa kazi za benki sana. Ukiwa mtumishi, lakini katika utumishi uwe kuna kazi inaitwa meneja utumishi, inaweza ikakusaidia kwenye mambo yako. Kwa hiyo kwa uchache, hivi vitu vichache, vipo vitu vingi sana, lakini kwa watu wenye nyota ya kaa, kama unataka kufanikiwa, ukishazingatia haya mambo, mwenye nyota ya kaa, huna haja ya kufeli kwenye maisha yako. Utafanikiwa vizuri kwa kila kitu unachokifanya.
Kwa hiyo unaweza ukanisikiliza kwa makini, kwa hayo machache niliyokueleza, utafanikiwa sana katika maisha yako. Kwa siku ya leo, wale wenye nyota ya kaa, nafikiri tuishie hapa ili tuende kuelewesha na watu wenye nyota nyingine, nao wakapata ufumbuzi katika mambo na utawala wa nyota yao. Mnaweza kuendelea kusubscribe hii channel yetu na mkapiga namba 0784994048 tukaweza tukawasiliana na ukapata vitu vingine ufumbuzi. Asanteni sana na karibuni sana.